Isaya 6 na ule mstari Isaya 9 ndio mstari wa 6. Ndio Biblia inasema, nasemaje? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme upo begani mwake. Hapo ndipo napopenda. Hiyo. Na uwezo wa kifalme uko mabegani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Naye jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Ndio. Sikiliza nikwambie. Ndio. Isaya anaanza kutabiri kwa habari ya maandiko haya. Yesu hajazaliwa, lakini mwanaume anakuja kuzaliwa. Alipozaliwa, yeye ni mshauri wa ajabu. Tena ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwenye lavu ya kweli, ni Mungu mwenye upendo. Na jioni ya leo, watu wa Msumi, nimewaletea habari za Yesu mwenye upendo. Nimewaletea habari za Yesu anayeokoa. Haleluya, haleluya. Yesu anatabiriwa na kitabu cha nabii Isaya. Anapotabiriwa anakuja kuzaliwa. Ukisoma ile Luka 1 ule mstari wa 33 unaanza kuzungumza Yesu alipozaliwa. Alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Alizaliwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Alizaliwa tena kwenye ufukara ili wewe uwe tajiri. Na jioni ya leo ninalizungumza jina la Yesu. Ninalizungumza jina lenye upendo. Ninalizungumza jina lenye neema. Ninalizungumza jina lenye uweza. Ila jina la Yesu, Biblia yangu inaniambia yeye mwanaume aliyezaliwa alikuwa ni mtoto mdogo, alikuwa ni mtoto mchanga, lakini watu wakafika wakaenda kusujudu, wakasema aliyezaliwa ni mkubwa, aliyezaliwa ni mwenye uweza. Na jioni ya leo ana uwezo wa kuyatoa magonjwa yako, ana uwezo wa kuharibu kila mipango ya yule adui. Shetani amekugaragaza vya kutosha, shetani amekuangaisha vya kutosha, lakini jioni ya leo liko jina la mwanaume Yesu. Hilo jina lenye upendo, hilo jina lenye lavu, hilo jina linakupenda kuliko mume wako, linakupenda kuliko mke wako. Haleluya. Huyu ni mshauri wa ajabu. Biblia yangu inaniambia ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu anayebadilisha historia za maisha ya watu waliokuwa makahaba wanaacha ukahaba, waliokuwa majambazi wanaacha ujambazi kwa sababu ya jina lenye upendo, jina lenye nguvu, jina linalobadilisha, jina linalookoa. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, sikiliza nikwambie, sikilize kwa muda mdogo sana. Binadamu anaweza kuambia anakupenda kwa sababu bado anaangalia. Yamkini dada wa watu umeumbika una kashepu. Yamkini dada wa watu bado upo kwenye namba nzuri. Yamkini baba wa watu bado upo kijana mzuri. Unaweza ukaambiwa ninakupenda, unaweza ukaambiwa na kijana anakupenda, lakini nataka nikwambie mwenye upendo jioni ya leo ni mwenye upendo, ni Yesu aliyekufa msalabani, siku ya 3 akafufuka. Alivyofufuka akasema imekwisha, akasema Golgotha imekwisha. Nataka nikwambie jioni ya leo imekwisha. Mateso, taabu imekwisha, kurogo kumekwisha. Ukilikubali jina hili, jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, jina la Yesu ni jina lenye nguvu, jina la Yesu ni jina lenye uweza, jina la Yesu ni jina lenye kuokoa. Yako majina ya mitume, yako majina ya wachungaji, yako majina ya manabii, yako majina ya manabii, lakini nataka nikwambie liko jina la mwanaume aliye hai, liko jina la Yesu aliye hai.
liko jina la Yesu aliye hai, ilo jina lenye power, ilo jina lenye kuokoa, ilo jina lenye kubadilisha historia za watu. Na jioni ya leo ukilikubali jina lenye msaada, jina lenye msaada, jina lenye msaada. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Fundi mitambo, wekeni mitambo vizuri, kae sawa, kae sawa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kisoma kile kitabu cha Yohana ile sura yake ya 3 na ule mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, aliona watu wanateseka, aliona watu wana mateso, aliona watu wana shida, akasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ila kila mtu amwaminie asihukumiwe. Na jioni ya leo ukiliamini jina la mwana wa pekee, ilo jina la Yesu, jina lenye nguvu, ilo jina waganga wakilisikia, ilo jina mapepo wakilisikia, ilo jina wachawi wakilisikia, wanakimbia wenyewe. Kwenye biashara yako wanakimbia, kwenye ndoa yako wanakimbia. Bwana ni jina lenye uweza, Bwana ni jina lenye nguvu. Ilo jina la Yesu linaokoa watu wa Misri, ilo jina la Yesu linabadilisha watu wa Misri, ilo jina la Yesu lina nguvu na uweza. Isaya anaandika, anazungumza ya kwamba atazaliwa mtoto, tena jina lake ataitwa Emanueli, ataitwa Mungu, ataitwa Mshauri, tena mshauri wa ajabu, na uweza wa kifalme umabegani mwake, na uweza wa kifalme umabegani mwake. Na jioni ya leo unaweza kuwa na sura nzuri hapa Dar es Salaam. Mimi ninazunguka kila nchi, ninazunguka kila mikoa hapa Dar es Salaam. Huwezi kumkuta mwenye sura mbaya. Yani Dar es Salaam ukita, sura zingine ziko dukani. Huwezi kumkuta mwenye sura mbaya. Lakini kinachonishangaza, rohoni kwake ukujui, kila mmoja amebeba moyo wake. Moyo wake aliobeba hauwezi kuona ndani, unaweza kumwona kwa nje. Ni mzuri sana, ninakaa naye, lakini ngoja ifike usiku utakutana nacho. Lakini jioni ya leo nimekuletea jina la Mungu mwenye upendo, jina la Mungu mwenye love, jina la Mungu anayeokoa, jina la Mungu anayebadilisha hata historia zote zinabadilika kwa sababu ya hilo jina la Yesu. Nasema hilo jina la Yesu, watu wamesumi. Sijaleta dini, sijamleta mtume, sijamleta nani, nimeleta Mungu, tena mwenye nguvu, mwenye msaada, anaweza kukusaidia katika maisha yako. Jioni ya leo kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu. Binadamu hawana msaada, kimbilia kwa Yesu. Huyo Yesu ndo ana msaada, huyo Yesu ndo ana msaada. Walikuwepo watu wengine ni wagonjwa, wengine hawaoni. Hata Bartimayo kipofu alikuwa haoni. Siku moja nataka nikwambie, akasikia Yesu anapita. Aliposikia Yesu anapita, akasema leo sikubali, lazima nimwite Yesu. Akasema, Yesu Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akamuuliza Bartimayo,